Kweli katika muktadha ule wa ile karamu ya mwisho Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na wanafunzi wake, mojawapo ya matendo aliyoyatenda ni hili la kuwaosha miguu, na linaturudisha moja kwa moja katika tamaduni na mazoea ya Wayahudi, ambapo ama alipofika mgeni nyumbani, kwa sababu ametembea umbali mrefu, safari ndefu, basi alioshwa miguu yake kama ishara ya makaribisho na ule upendo, lakini pia kwa maana ya kuosha miguu yenyewe kwa sababu kweli ilikuwa michafu. Lakini pia bwana, yani tuseme bosi, mkuu wa nyumba, alipofika nyumbani pia watumwa wake walifanya tendo hilo la kumuosha miguu yake. Na ni tendo hilo ambalo Bwana wetu Yesu Kristo analichagua. Ni ajabu sana kwamba katika yote ambayo angeweza kuchagua katika mazingira yale ya Kiyahudi, anachagua hili la kuosha miguu, na yeye mwenyewe anawaosha miguu wanafunzi wake. Na tunaona pale baadaye anawauliza, mmeelewa na hayo niliyowafanyia? Kwa maana ya kwamba kama mimi niliye bwana na mwalimu kama mnavyoniita, na ndivyo nilivyo, nimewaosha ninyi miguu, imewapasa ninyi kuoshana miguu ninyi kwa ninyi. Amechagua tendo hilo la kinyenyekevu, amechagua tendo hilo la kushuka chini, ambalo linaeleza kwa mapana zaidi safari yake yote ya maisha yake hapa duniani, ambapo tangu mwanzo amechagua udogo, amechagua nafasi ya chini, amechagua kunyenyekeza na kuwa mtii kama ambavyo tunasoma katika maandiko matakatifu. Kwa hivyo ambacho Mkristo anaweza na anapaswa kujifunza ni hiki, kwamba kama Bwana, kama Mungu amechagua unyenyekevu, bila shaka ni lazima na Mkristo achague nafasi ya unyenyekevu. Anatufundisha kwamba unyenyekevu ndio njia, kwamba kutumikia ndio njia, lazima kutumikia. Yeye anasema mwenyewe, mimi sikuja kutumikiwa bali nimekuja kutumika na kujitoa kuwa fidia ya wengi. Kwa hivyo jambo la pekee sana la kujifunza kwetu sisi wa Kristo, kwamba njia ni hiyo ya upendo, njia ni hiyo ya unyenyekevu, njia ni hiyo ya kushuka chini na kutumika. Na kwa maana ya kwamba katika dunia hii ya leo ambayo tunatafuta ubosi, tunatafuta ubwana, tunatafuta ukubwa, kila mtu anatafuta ukubwa, Kristo anatufundisha kwamba njia ya pekee ya ukubwa wa kweli, ukubwa wa kweli ni huu wa kutumikia. Ukubwa wa kweli ni huu wa kunyenyekea. Ukubwa wa kweli ni huu wa kushuka, na sio kupanda juu na kuwa sababu ya kuwaumiza au kuwakanyaga wengine. Mkubwa kweli ni yule anayeshuka, yule anayetumikia, yule anayenyenyekea. Asante.